Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ikiwa bado sherehe ya Noeli, haba ya Noeli, leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yohane Mtume na Mwinjili. Lakini pia katika parokia yetu tunayo bahati na kumshukuru Mungu, vijana wetu 381 wataimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Kama nilivyosema, tunaadhimisha sikukuu ya Yohane Mtume na Mwinjili. Huyu ni miongoni mwa wale wanafunzi walioitwa na Yesu na ni ndugu ya wanafunzi wengine anayeitwa Yakobo. Baba yao aliitwa Zebedayo na mama yao aliitwa Salome. Yohane alikuwa miongoni mwa wanafunzi watatu, Petro, Yakobo na Yohane, ambao walishuhudia mambo makuu ya Yesu Kristo. Kwanza alipogeuka sura pale mlimani, lakini pia alipokuwa akisali katika bustani ya Getsemani, na pia Yesu alipoponya mama mkwe wa Petro. Lakini pia ikiwa hao watatu na Yohana alikuwa mmoja wao, Yesu alipofufua binti Yairo, wao walikuwepo hao watatu na Yohana alikuwa mmoja wao. Ni mwanafunzi yule pekee aliyesimama karibu na msalaba wa Yesu pamoja na Bikira Maria, Maria wa Kleopa na Maria Magdalena. Baada ya kifo chake pale msalabani, alipofufuka Yesu pale msalabani, Yohana alichukua Bikira Maria nyumbani kwake baada ya kuagizwa kwamba huyu ndiye mwana yake. Lakini wakati wa ufufuko, Yohana ndiye yule mwanafunzi aliyekimbia upesi kwenda kaburini wakiwa na Petro, kama mlivyosikia katika Injili. Baada ya kupata taarifa kwamba kaburi liko wazi na mwili wa Yesu haumo ndani ya kaburi, Petro na Yohana au yule anayeitwa mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda ni Yohana walikwenda kaburini. Yeye alikwenda upesi, lakini alipofika kaburini hakuingia kwa heshima, kusubiri mzee afike. Petro alipofika aliingia na yeye akaingia, na ndiye mwanafunzi ambaye tunasikia alipoingia na kuona aliamini. Aliamini nini? Aliamini kwamba Kristo amefufuka. Kutokana na kushuhudia maisha ya Yesu akiwa mwanafunzi kati ya wale wanafunzi 12, ameandika Injili ya Yohana, lakini pia ndiye mwandishi wa kitabu cha Ufunuo na zile barua tatu. Na leo tumesoma barua mojawapo, barua ya kwanza ya Yohana somo la kwanza. Na pale leo tumesoma barua ya kwanza tunasema, ambayo anaeleza na kushuhudia kila alichokiona na kusikia yeye mwenyewe muda wote alipokuwa akishirikiana na Yesu Kristo. Katika waraka huu anamwita Yesu kuwa ni neno la uzima, neno la uzima wa milele. Aliandika yoyote ili watu wapate kushirikiana na mitume waweze kumwelewa Kristo ambaye ni neno. Ushirika huo ukamilika katika ushirika wa Mungu Baba na pamoja na mwana wake, yaani Yesu Kristo. Yesu anaendelea kuwa neno la uzima wa milele hata leo. Ndio maana tuko hapa kuadhimisha uzima huo wa milele kwa njia ya adhimisho la misa takatifu. Katika adhimisho la misa takatifu tunajiunga katika ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika Injili tuliyosikia, tumechukua Injili ya Yohane yule ambaye tunafanya sherehe yake leo, sura ya 21 na aya ya 2 mpaka 8. Tunasimuliwa tukio la ufufuo wa Yesu na jinsi mitume walivyopaswa habari. Tunasikia yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, ambaye tunajua kwa sasa kwamba ndiye Yohane, akienda kusema ameamini mimi, ameamini hakika Yesu amefufuka. Ndio maana anayo haki kuandika yale aliyoshuhudia kwa macho yake mwenyewe wakati wa maisha yake. Mateso na maisha ya Yesu, mateso na kifo chake na baadaye ufufuko wake na kufufuka kwake, yalikuwa miongoni mwa wale walioshuhudia kwa karibu zaidi maisha ya Yesu, kifo chake, ufufuko wake, hata kupaa mbinguni, lakini pia ujio wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste ya kwanza. Tunacho kitawathibitisha na kuwafanya waishi imani yao kwa maneno na matendo kama askari hodari wa Yesu Kristo. Wakristo wa kwanza walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste ya kwanza, wakawa
bila woga. Kama askari hodari wa Yesu, lazima kwenda mbio zaidi kama Yohana alivyokuwa. Yeye alikuwa kijana miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu, alikuwa kijana zaidi, ndio maana hata kwenda kabrini kwenda mbio. Lazima pia kuwa na imani kama yeye. Wanapoingia kabrini aliamini kuwa Yesu amefufuka. Na sisi pia tumetamani vijana wetu wanapokea sakramenti ya kipaimara wakiwa vijana kama Yohana. Yohana alikuwa kubwa zaidi, lakini na wao wanaelekea kwa huo, wawe wataalamu ambao wanaweza kukimbia na kuelekea katika maadhimisho ya Ekaristi Takatifu kwenda kanisani, wawe mbio kama Yohana, lakini pia wawe na imani kama Yohana aliyesema kuamini. Kwa hiyo tunatakiwa pia kuwa na imani kwa Yesu anaendelea kuwa hai, kama vile Yohana aliamini kwamba Kristo amefufuka, yu hai, na nyinyi mwendelee kuamini kwamba Kristo yuko hai ndani ya Ekaristi Takatifu na hata katika sakramenti zingine kama sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo inapasa kuishi imani yenu kwa maneno na matendo. Kwa maneno yenu mjifunze kusema ukweli, kwa matendo yenu muonyeshe upendo kwa wenzenu, utii kwa walezi wakubwa, wazazi, walimu. Kwa matendo yenu mnapaswa kushika amri za Mungu kwa kujiepusha na udokoaji. Watoto wanasema sisi tunadokoa, nini mmezoea kudokoa? Wizi, hili ni neno la wizi. Chochote tunachofanya mpaka kubaliwa na wazazi mtapata ruhusa ni wizi. Kwa hiyo kujiepushe ili kweli kuonyeshe kwamba ni watoto wema kama Yohana. Na matendo yenu inaandikwa pia kwenda kusoma neno la Mungu. Some neno la Mungu ambalo limeletwa pia na Yohana kama kusikia katika somo la kwanza. Na katika waraka huu Yohana anamuita Yesu kuwa ni neno la uzima. Kwa hiyo ninyi lazima mpende kusoma neno la uzima, neno la Mungu. Wewe na Biblia katika parokia zingine kwa kipaimara kama Matendo, Angola na mahali pengine, watu wote walikuwa na Biblia takatifu. Wazazi waliwanunulia. Ndio zawadi pekee na nzuri zaidi ambayo watoto walipewa. Sijajua katika parokia hii na tumaini pengine mnazo Biblia nyumbani. Mnazo Biblia nyumbani wanangu? Ndio. Wale ambao wana Biblia nyumbani wanaonyesha kidogo na Yesu anawaona. Asante. Wale watoto wanyofu kabisa, watoto wanyofu kabisa ambao wanaweza kusema kule nyumbani hakuna Biblia, wanyoshe mikono. Watoto wengi hawana. Mukawaambie wazazi wanunulie Biblia kwa sababu ni neno la Mungu, neno la uhai. Sio mwanangu? Tumeelewana? Tunataka kuambia nini wazazi? Sameni kwa sauti wawasikie, wako nyuma kule. Kwa sababu ni neno la Mungu. Kwa sababu ni neno la uzima. Sawa wanangu, wazazi wamewasikia kwa nyuma. Kwa hiyo tukitaka kuwa na uzima ni lazima tusome neno la Mungu. Sio kusoma upande Biblia uweke tu kwenye kabati, ni lazima kusoma. Na sasa mimi nawaagiza kwa sababu hili nimepata kipaimara tunapoadhimisha sherehe sikukuu ya Mtakatifu Yohane Mjini, ninawaagiza watoto wote ukafungue Injili yote, ukasome umalize yote. Tumeelewana? Ndio. Sura chache, sura 21. Sitaweza kumaliza. Na makanisa wewe wapo hapa, ninaomba wasome Injili ya Yohane wamalize. Kwa sababu ndiye ambaye amekuwa msimamizi wao leo wanapopata sakramenti ya kipaimara tunafanya sherehe yake. Kwa hiyo lazima usome Injili ya Yohane umalize. Makali tukikutana tutaulizana, mimi kitabu tutauliza, kujua nitaweza sura yoyote uone kama mmeshika vizuri. Umeelewa wanangu? Mtaenda kusoma? Injili gani? Injili ya Yohane. Ina sura ngapi? Vizuri sana. Kwa hiyo watoto tunategemea mtaenda kusoma vizuri.
Kwa hiyo naomba wazazi, watoto hawa watapokea baadaye kidogo sakramenti ya kipaimara, na tutawaimarisha kwa kuwaweka kupaka mafuta ya Krisma kama kuwathibitisha katika imani yao, lakini pia kama kitambulisho cha Ukristo wao. Batizwa, lakini leo tunawathibitisha, maana watu wanaita confirmation. We confirm, tunathibitisha Ukristo wao kikamilifu, kwamba sasa wao ni jamii moja na sisi, na sasa waanze kwa Wakristo watendaji, sio kama kubatiza sio mchanga na wengine wakawa tu kama watoto wa Mungu kama sisi, lakini leo nataka wale watendaji wanaoishi imani yao Ukristo, na hasa kwanza kuwatosha watoto hao jana siku ya Dominika. Maana watoto wengi baada ya kipaimara ni kama wamepata mahafali hivi, nadhani ni mahafali, kwa hiyo hawafiki tena kanisani. Haya sio mahafali, umeona? Si kwamba nyinyi mmemaliza shule, hamjamaliza shule ya Mungu, haiishi, hatuwezi kumaliza, umeelewana? Shule ya Mungu inaendelea mpaka utakapoingia kaburini, ndio utakuwa umemaliza. Mahafali yanapatikana kaburini, umeelewana? Mahafali wapi? Lakini hata sio kaburini, mbinguni. Wapi? Mahafali yetu ni mbinguni. Kwa hiyo ni lazima tuishi vizuri, kuendelea kusali Dominika, na katika siku za Jumamosi kama hamjaenda shule, wazazi wanaenda jumuiya, na nyinyi mwende na mkasaidia kusoma masomo kwenye jumuiya. Umeelewana? Lakini mwendelee kupokea masakramenti, hasa sakramenti kitubio na Ekaristi Takatifu katika maisha yetu yote. Umeelewana? Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunawatakia kila la heri na mwendelee kuwa Wakristo wema. Sasa ni watu wazima, sasa tunawaimarisha tuweze kuishi imani yetu kama mnavyosema wenyewe. Kipaimara kinatuimarisha na kututhibitisha katika dini yetu, ili tuweze kuishi imani yetu kwa maneno na kama nani? Askari hodari wa Yesu Kristo. Askari hodari wa Yesu Kristo kama Yohane. Sio alikimbia kwenda kaburini kuthibitisha kama Yesu alifufuka, sivyo? Ninyi mnapokwenda kanisani mnatembea, mnakimbia? Mnatembea, mnakimbia? Wapo ambao kati yetu wanatembea na wapo ambao huwa wanakimbia. Wale wanaotembea wanafika wana masomo yalishamaliza, somo la kwanza na la pili wamemaliza. Wale wanaokimbia wanafika wanashiriki pia sala za asubuhi. Kwa hiyo nyinyi mtaka kufanya nini? Fanye nini? Fanye nini? Kwa hiyo tunatupatia kukienda Jumapili kanisani ni mbio. Nyinyi ni askari hodari. Askari hodari sio anakuwa na nidhamu kanisani. Pia askari ni nidhamu. Umeona? Sasa kuna watoto wengine muda wote kucheza kanisani. Hiyo ni nidhamu. Au kutoka nje wakati baada inaendelea, kwa mtu anatoka anaingia anatoka, tena hana shida yoyote, ni kwenda kutoka. Huyo sio askari wa Yesu. Askari wa Yesu anataka sana kulia kwa mwalimu, anasikiliza somo anapohubiri au baada na ubiri katika na vile kusikiliza vizuri, anasikia masomo yote, anasikiliza, anayaelewa. Huyo ndio askari hodari wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunataka nyinyi muwe askari hodari wa Yesu Kristo. Tunawashukuru wazazi, walezi na wasimamizi ambao wamejitoa kwa ajili ya watoto hawa 381. Naomba tuendelee kuwalea sita wetu, asanteni sana, tuwalee katika imani yao. Dadi hii ni nzuri, ni fahari, ni heshima kwa kanisa letu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa idadi hii kubwa. Sisi tunakuwa tunatumaini kwamba kanisa liko hai tunapokuwa na watoto wengi namna hii, ambao kama wataendelea kuishi maisha yao kama alivyosema wenyewe kama askari hodari wa Yesu katika maisha yao yote, kwa maneno na matendo, watu wasaidie katika safari ya maisha yao, ili waweze kudumu na baadaye wa Kristo ambao tunawahitaji baadaye kama viongozi wetu, viongozi wa walei, viongozi wa vyama vya kitume, CPT, vikao na vyama vingine. Tunawategemea hawa kwa miaka michache ijayo, na kama hawa tutaolewa vizuri, tutakuwa na uhakika
letu na jimbo letu liko bado hai, kuna Wakristo hai. Kwa hiyo tuombe sana, tuombee watoto hao tunayopokea leo, tuwasaidie katika kudumu katika maisha yao ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.